Naam, karibu tena mtazamaji kwenye mazungumzo komavu kuhusiana na swala la mustakabali wa ugatuzi. Na tayari wageni wameshafika hapa studioni kama nilivyokuwa nimekuarifu. Ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Grace Bahati maarufu kama Zora, ni mwakilishi wa wadi ya Cheleni katika kaunti ya Machakos. Na upande wa pili ninaye Chege Mwaura ambaye ni mwakilishi wa wadi hapa katika mji wa Nairobi, sehemu za Ngara. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Sana Kirobi. Naam, wacha nianze na upande wa Machakos. Kuna hafla ambayo inaendelea kwa sasa, sensitization program maeneo katika kaunti ya Garissa, Council of Governors. Kwanza ningependa kuelewa mtazamo wako kuhusiana na ugatuzi hasa maeneo ya Northeastern. Unahisi maeneo hayo yameendelea chini ya uongozi wa Rais William Ruto kwa kipindi cha miaka 4 ama bado kuna safari ndefu? Kwa kweli ukiangalia ugatuzi kwenye yale maeneo wako nyuma kiasi kikubwa sana kupitia kaunti zile zingine. Lakini kwa sababu hiyo tutaweza pia kulaumu wambunge wa lile eneo. Manake nafikiri ni mwaka uliopita ambapo kulikuwa na changamoto ambapo mashule kule hayamo, tukizingatia kwamba aliyekuwa makamu wa rais ambaye aliyetimuliwa alikuwa anasema kwamba haya mashule kule kwingine, kaunti zile zingine zimeweza kuendelea sana kuliko kaunti zile za kule Northeastern. Kwa hivyo ni changamoto kwao, kwa wapiga kura kuweza kwa kimombo tunasema to ask their leaders, their accountability. Manake wale MPs wanapewa CDF. Kila mwaka wanafaa kuangalau wanaonyeshana shule ngapi ambazo wamezijenga. Pia tukizingatia kule magavana, tunafaa kuwa tukiona ni hospitali ngapi ambazo wamekuwa wakizijenga. Manake tukizingatia afya imeletwa kwenye ugatuzi. Kwa hivyo wanafaa kuwa wakituonyesha kule isikuwe tu ni wakati si ati namtetea Ruto, lakini ukiangalia kwa miaka ambayo tumekuwa nayo kwa tangu ugatuzi uje, sasa tunafikia miaka 15. Kwa kweli kule Northeastern wamebaki nyuma kiasi kwamba inahisi ni kama si watu walio upande wa Kenya. Inahisi ni kama ambao watu si wa Kenya, lakini ilhali ni wa Kenya, lakini viongozi wao ni vizuri sana waweze kuwajibika kwa hizo miaka 15. Si Ruto tu, manake Ruto ni rais ndio, lakini wamechagua wabunge, wamechagua women rep, wamechagua MCAs, ni vizuri sana waweze kuwajibika. Nawe Chege Mwaura, sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana na hasa maeneo ya kaskazini ya nchi? Asante sana Bwana Kirobi kuniita hapa. Mwanzo ningependa kuongeza tuko na organization inaitwa County Assemblies Forum. County Assembly Forum ndio inaleta all 47 counties assemblies pamoja. And kwa hivyo ango yangu ni ya kutoka pande ya assemblies na vile assemblies zimeweza kuiona. Now ukiangalia mambo ya ugatuzi lazima uangalie kwa vile kwa mujibu wa sheria kuna 2 levels of government at the county level. Kuna ile executive na kuna ile legislative. Executive ndio inaongozwa na gavana na ndio imepewa wajibu na hela za kutenda kazi. Assembly nayo kazi yake ni kuangalia kama kazi imetendeka visawa na kupatiana ile representation na watunge sheria ambazo zitasaidia hii gatuzi iweze kufanya kazi yake. Sasa unaweza angalia pande zote, but ya muhimu ningetaka kuelekeza tuko tamu ya 3 tangu gatuzi zianze. Kila gatuzi imepewa hela fulani. Now depending on vile mambo ilikuwa kabla katiba ibadilishwe, sasa vitu ni tofauti. Mko na hela yenu, mko na uwezo wa kuweza kusukuma na kuprioritize issues ambazo wanaona ni muhimu kwa hiyo county. And so ya muhimu hapa ni kuangalia kama county fulani imepewa pesa fulani, ni nini waliweka kwa ya maana kuweza kufanya vile mambo yao inafaa kufanyika. Na kwa sababu sasa tuko mwaka wa 4 wa term ya 3, I think ni muhimu tuanze kuangalia kuna ile kitu inaitwa County Integrated Development Plan, CIDP. Hiyo CIDP ndio ni kama blueprint ya 5 years. Unaiunganisha na manifesto ya whoever is governor
na iweze kumwelekeza vile atafanya kazi yake. So on the 4th year, kama ulikuwa umesema hizi ndio vitu nataka kufanya, tunafaa tukuscore on hiyo CIDP yako ambayo uliingia nao 2022. Sasa tuko 2026 na tuko tayari, tuko 1 year to the elections. Ni nini umeweza kufanya na nini hujaweza kufanya. Na kidogo kuna, so unaweza angalia kuna mambo ya national na pia kuna ile pia county inafaa kuimeelekeza ni imetenda kwa mujibu ya ile pesa ambayo wameweza kupata. Kidogo the first assemblies kulikuwa na some confusion, watu wakaandikana sana nini, so wage bill ikasonga, maybe saa development hawakuwa very keen on, but as vitu zinaendelea zikisonga, ni mujibu ya wale watu wanataka hizi nyadhifa za viti za kuongoza watu waweze kuwa wako clear nini ambao wanataka kufanya na legacy items zao za miaka 5. Mwisho wananchi na wao pia sasa wanafaa kuwa wamekomaa kiasi kuweza kudifferentiate huyu mtu ambaye tulikuwa naye maybe 1 term or 2 terms or hizi 3 terms zimeweza kupita, kama alikuwa governor ambaye alitupeleka mzuri, ni nini itafanya tumregeshe. Tusiangalie tu mambo ya clanism, sijui kabila, sijui chama, tuangalie mtu na tuangalie uzito ambao anaekelea kwa mambo ambayo alikuwa anasema atafanya, na kama inaingiana na inaambatana na ile the hopes za area fulani. Yeah. Shikilia hapo Chege Mwaura kidogo, tuchukue pumziko mafupi, kisha tukirejea nitakuwa na kuuliza swali lingine na pia nitakuwa narejea kwake Grace Bahati, hasa maeneo ya Ukambani. It's a chair. It was hers. You're new here? Yes. You learned the rhythm. This place is run by structure. Structure. It is a system. Ni venye tu ni system haisikizi. And what happens if something you haven't chosen enters your day? I remove it. That's not always going to be possible here. Then you are going to have a problem. Noted. What are you planning? To escape from a resort? This is not a resort, my friend. This is a storage. Wednesdays at 8:30 p.m. on TV47. Nairobi, where the hustle never sleeps and neither do the scammers. Link Up, we are talking about something that's affecting all of us. We are talking trust. We're diving into the campus life. Stay fresh, stay safe. Stay linked up. My father used to tell me that our hotel is the home for travelers. I guess I forgot that. Recently, it's been more of a mirror of my own ambition. Booyah! We might fail. We will probably fail, but not for a lack of trying. So for the last time, and the first time, welcome to Connect In, the best experience in Eastern Central Africa and its environs. This is a very serious place. I see that. Surely. Hey, nyumba. This is the place. Just for a few days. Rule number 2. Kwani Google inajua maisha yangu wewe? That's my seat. You have to be very careful. Fake money can kill business. Na leo mkorada yangu. Small money, kapesa kadogo, big behavior. I only have big notes. Alikuwa anatafuta courage. Yaani nafaje kutengeneza kachumbari na manyanya zinakaa hivi? Ona kiki ni kama kiwaru. Hiyo inaitwa commitment to the lie. Amejicommit. Ndio hiyo. Mpatie. Unajua kama una mtu kitu, hata tu salamu ya kawaida inakaa kama reminder. Habari yako?
Sintalipa kesho. Kesho gani? When? Si kesho ya kesho ya tomorrow. Hiyo tena. Mzee ni budi weekend choka. Ni budi ni madeni. Tuesdays at 8:30 p.m. You have to be very careful. Fake money can kill business. Na leo mkorada yangu. Small money, kapesa kadogo, big behavior. I only have big notes. Alikuwa anatafuta courage. Yaani nafaje kutengeneza kachumbari na manyanya zinakaa hivi? Ona. Hii ni kama kiwaru. Hiyo inaitwa commitment to the lie. Amejicommit. Ndio hiyo. Mpatie. Unajua kama una mtu kitu, hata tu salamu ya kawaida inakaa kama reminder. Habari yako? Sintalipa kesho. Kesho gani? When? Si kesho ya kesho ya tomorrow. Hiyo tena. Mzee ni budi weekend choka. Ni budi ni madeni. Tuesdays at 8:30 p.m. on TV 47. Sundays at 8:30 p.m. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza hii simu yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimewekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Nikikunyuma. Oh my God. He left me. Nitumie ni live. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. Naam, karibu tena mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali tukizamia swala la ugatuzi. Na hapo awali Chege Mauro alikuwa ameelezea kuhusiana na swala la watu kupiga kura kwa minaji kwa kuzingatia clanism ambayo imekuwa ikifanyika hasa maeneo ya kaskazini ya nchi. Ningependa kusikiliza kauli yake Grace kuhusiana na mbona maeneo ya Ukambani hasa swala la uchaguzi imekuwa ni matatizo makubwa na imerudisha nyuma sana maeneo hayo. Kwa kweli si mambo ya uchaguzi ndio imerudisha eneo hilo kuwa nyuma. Jambo la kwanza Wakenya wanafaa kujua kufanyiwa kazi ni haki yako. Manake kwa mara nyingi tumekuwa tukiambiwa pande ya Ukambani hatujakuwa kwa serikali sijui kwa miaka 15 sijui miaka ngapi ndio sababu hatuoni maendeleo. Kwa kweli hakuna siku hata moja nishaisikia rais kauza mali yake kufanyia Wanakenya kazi. Hakuna siku hata moja nishaisikia rais yoyote kauza mtoto wake kufanyia Wakenya kazi. Manake zile pesa ambazo anafanyia kazi ni pesa ambazo sisi Wakenya tumeweza kutoa ushuru. Kwa hivyo mwanasiasa yoyote ambaye anakuja kukuambia umekataa kufanyiwa kazi manake hujakuwa kwa serikali, inamaanisha huyo mwanasiasa, kama wewe mpiga kura, huyo mwanasiasa anakuona mjinga sana. Anakuona mpumbavu. Kwa sasa hivi tukiangalia tukisema Ukambani ni watu wangapi ambao wameajiriwa ambao wana payslip? Wanakatwa pesa ngapi pale kwenye payslip zao? Basi kama hatufai kufanyiwa kazi kule Ukambani manake hatuko kwenye serikali, basi serikali ache kutukata payslips zetu, sisi tukusanye ushuru wetu tujifanyie kazi zetu. Kwa hivyo si mambo tu na kukua nyuma, ni mambo na kuwa ni zile sera na siasa mbaya ambazo za kuwa kama mnataka niwafanyie kazi lazima mniabudu. Kama mnataka niwafanyie kazi lazima mniite Mungu wenu. Na hizo ndio sera ambazo pia sisi kule Ukambani tumesema kufanyiwa kazi ni haki yetu. Si lazima tukue kwenye serikali ndio tufanyiwe kazi. Na hizo ndio sera ambazo unaona hata Gen Z sasa hivi wanasema ni haki yetu. Ni haki yetu kutufanyia kazi, ni haki yetu kuwa hospitali zina dawa, ni haki yetu kuwa na barabara ambazo zinaweza pitilika, ni haki yetu kukuwa na HELB ambayo inafanya kazi, ni haki yetu kukuwa na free education, si pesa za rais ambazo anatuletea sisi. Ingekuwa hivyo basi kila mtu, hakuna tungekuwa na kwenye siasa, tungekuwa tukiga kura, tungekuwa tukisema basi tutafuteni tajiri ambaye ana hela nyingi
tumweke pale ndio aweze kutufanyia kazi kwa mapendo yake. Lakini manake tunaita Kenya ni nchi ya demokrasia, ndio tunaenda kupiga kura. Kama tumekupigia kura kidemokrasia, basi ni demokrasia kutufanyia kazi sisi wote kama Wakenya. Iwe ni kule kaskazini, iwe ni kule mashariki, iwe ni wapi, aliyekupigia kura ama ambaye kukupigia kura ana haki ya kuwa amefanyiwa kazi. Manake nikitoka manake nikitoka hapa nikienda kule Kiambu kusalimia rafiki yangu, nataka nipate mabarabara bila shaka yako sawa. Kwa hivyo si mambo tuna Ukambani, ni kila Mkenya kwenye kaunti zote 47 zote zinafaa kufanyiwa kazi, manake kila Mkenya anatoa ushuru. Kweli. Tukiangalia miaka 4 chini ya utawala wa serikali ya Kenya Kwanza, mafanikio makubwa ya ugatuzi unaweza kusema ni nini hasa? Tulikuwa tunatarajia sana kwenye ugatuzi kwamba wataweza kusaidia kaunti zetu ziweze kuinuka. Maanake utaangalia pale kwenye hii serikali imejaribu sana kuchukua kazi zingine kutoka kwa ugatuzi kuzileta serikali ya kitaifa. Yes, kuzileta kwenye serikali ya kitaifa. Sasa unashindwa jamani. Chanzo cha kwanza kuleta katiba mpya ilikuwa tupeleke maendeleo kule mashinani. Tuyaondoe pale capital city ya Nairobi. Kila Mkenya kwenye aliko hayo maendeleo yamfikie. Kwa sababu ukiangalia hii serikali ambazo zilizopita kulikuwa na waziri wa ugatuzi. Lakini hii serikali iliyo sasa haina waziri wa ugatuzi. Lakini kuna katibu. Kuna katibu wa ugatuzi. Kuna katibu, lakini hata nikiuliza Wakenya wengi, katibu wa ugatuzi ni nani? Tumemsikia mahali? Ushaiona katibu wa ugatuzi akienda kupatana na magavana mahali? Hamna, ni jina tu, ni ofisi tu ambayo amepewa. Kwa hivyo unapata hata magavana wengi wamekuwa na mchakato pale, wanasema serikali haileti madawa kule kwenye hospitali. Unapata magavana wengi kwa kweli wamekuwa na changamoto. Maana yake hii serikali, hata mara nyingi tunaona rais ameenda kulaunch hata project ambazo ni kama maji. Maji ni mambo ya ugatuzi. Lakini utampata rais yeye mwenyewe kaenda kufanya ile kazi. Kwa hivyo unapata hata magavana wao wanashindwa kazi yetu ni ipi. Kwa hiyo tutapata ofisi zao ni kama zingine zimekuwa idle. Pia inabidi ni kama pia hata nao magavana waabudu ule rais, ndio ule rais aweze kukuletea maendeleo. Ilhali hizi county tunaweza kukusanya ushuru wetu ambayo pia ikishachukuliwa kwenye serikali, ana mwenzangu atakubali, tunaitanga revenue share ambayo itarudishwa tena kwenye county. Kwa hivyo unapata county wanakusanya ushuru, lakini ilhali kishachukuliwa na serikali kuu inakuwa ngumu sana, inakuwa mvuta ni mvute kwenye magavana na rais. Mbona hamjatuletea hela zetu kwenye county? Kwa hivyo unapata kule kwenye county kama sisi ma MCA inakuwa ngumu sana, kwa maana tunashinda kule mashinani. Mbona hatuoni maendeleo? Gavana pia nao wanaulizwa mbona hatuoni maendeleo? Maana kuna ule mvutano. Wavuta ni kuvute kutoka kwa magavana na rais. Pia naye rais pale usahau kuna siasa. Magavana wengine maana yake tambua uwe eneo lenu support serikali. Lakini unaoshindwa, lakini serikali mnakusanya ushuru kutoka kwa hii county. Mbona amfanyii kazi? Kwa hivyo unapata hapo ndio unapata kuna marushiano ya maneno kati ya serikali na county. Chego Mwaura, sijui kama una mtazamo tofauti kuhusiana na kile ambacho Grace amezungumzia hapa kuhusu swala la maendeleo na mvutano uliopo kwa sasa, kwa sababu pia serikali za county zinakusanya pesa kama serikali ya county ya Nairobi bilioni 22 nadhani ilikuwa ni mgao ambao mlipata. Yes. Naam. Wacha niseme ya kwamba nilisema mwanzo that mtazamo wangu utakuwa sana kwa mambo ya assembly. Kumbuka kuna ule mgao unatoka national government na kuna ile inaitwa on source, ile una collect mwenyewe alafu sasa unaidirect kwa maendeleo ambayo yuko hapo. Na mwananchi wa kawaida huwa hataki kujua kama ni president ameleta ama ni MP ama ni MC ama ni women. Yeye anataka maybe barabara ama angetaka maji ama angetaka, so hapa kwa kuwajibika ama wajibikaji, hapo ndio shida iko, hapo ndio matatizo. Because unaona kama National Treasury kwa na kuangalia iko tu nyuma yako hapo kwa hiyo picha. National Treasury
inafaa kuwa inafanya disbursement zake to the counties kwa muda ambao unafaa, sababu ukiambiwa sema kama sasa counties zinapewa kama 415 billion in a year. Sasa ikidividiwa sasa ni unapata hiyo mgao wa Nairobi ni 22, Machakos iko na yake hivyo like that. Inafaa sasa hii 22 inagawanishwa kwa miezi 12. So tunajua kila mwezi nitapata bilioni 1.7 or whatever it is, nayo ije mapema. Isipokuja mapema hii pesa sana sana ni ya kulipa mishahara. Unaona sasa county government inaenda kwanza iongee na commercial bank wapatie loan kwa interest rate commercial ndio waweze kulipa mishahara on time. Now kumaanisha ile pesa ambayo inalipo interest rates ingekuwa ya kusaidia mahali pengine, lakini sasa unaona sababu hii imechelewa, hawa wanabidi waende waombe loan, short term loan, na short term loan unajua kama overdraft interest rate yake inakuaga juu sana. Na ndio maana unaona bank kila saa haziendi hasara, kwa sababu wanajua kuna mtu atataka loan ya kulipa na mwezi mmoja, na hiyo mwezi mmoja si kama ile miaka 5 ya mwezi mmoja wanaweka interest juu kwa sababu wanataka kusaidia na huko na shida saa hizi. Sasa that is one of the problems tuko nayo. So unapata kunafaa kwa hiyo conversation that National Treasury kiniuliza by now haifai kubehave ni kama ni a national government. Inafaa kukua kama independent institution, kama control of budget. Unaona COB control of budget anaangalia bila akona independent, it's an independent office. Auditor General ni independent office. Treasury pia inafaa kuwa independent. Ndio sasa ile mgao ya 85% inaenda national, 15% inaenda counties. Bila kupoteza ile saa zile inaenda national ndio inasaa the same time inafaa kuwa ikienda counties. Ndio mtu asikuje kujitetea sijui ilichelewa nini. Lakini kuna ile sasa haina hiyo maneno, ile ya own source. Na hiyo own source ni ile sasa ile county imeweza kujitafutia ndio wapeleke maendeleo. Now unapata sasa based on priorities za county, kama hesabu ilikuwa imekosa kuingiana mzuri wakifanya planning yao, unapata kuna ile kitu inaitwa pending bill. Na pending bill ni raia wameenda wameomba pesa kwa mabank, wamekuja wamekupatia service ile ulikuwa unataka uwalipe. Wapata sasa kama Nairobi tuko na backlog kubwa sana. Hiyo inafanya watu wakuwe maskini sana na inakosa kufanya circulation ya pesa ikue. Unfortunately pia national government pia iko na hiyo delay ya kulipa wafanye biashara ambao wanafanya kazi zina nini. So those are some of the issues ambazo tunafaa kwa tunazingatia sasa bila kupiga pande yote ama kuona nini, but huu mwaka ambao ni wa mwisho ndio tuende kwa uchaguzi, kunafaa kuwa na study sasa kama station kama hii inaangalia mambo ya hiyo pesa, nini ingefanyika vyema, ni nini makosa ilikuwa pale, ndio sasa raia waweze kuona hapa ndio shida iko hapa, ndio tunaweza fanya hivi, wakuwe more informed, ndio wakifanya decision tena remember hawajali nani ameleta development, ndio sasa wajue kigugumizi kiko wapi. So those are some of the challenges nimeona tunafaa kwa tunaendelea tuki fine tune because ugatuzi ni kitu mzuri. Naam, ugatuzi ni kitu mzuri na kando na kuwepo na changamoto of course kuna mafanikio ambayo mengi mafanikio unaweza kutaja kama because sasa unajua kila county iko na a chance tu, ni kama umepewa karatasi plain kubwa kama hii meza, umeambiwa chora vile unataka up to a certain amount. Sasa depending on vile wewe umeweka ile priority ni utasema. So depending on what every county, sababu nikiangalia from a national point of view, kuna areas huko Wajia na wako na barabara ama nilisikia si walifanya sijui operesheni ya kwanza, wameweza kuleta equipment za hospitali in those far-flung areas. Kuna areas ambazo walikuwa hata shule ilikuwa ngumu kuemploy teachers because ya shida mbalimbali ama distance na nini. Sasa kuna vile sasa mnaweza kuja mna bridge your gap. So kila county ikikuambia mambo matano imefanya mzuri, haitakosa kabisa. Ukiangalia any county bila kupiga mtu, utaangalia kila mtu akona zile vitu mzuri amefanya, na pia kuna changamoto. Lakini sasa unfortunately tangu hayati Kibaki aje na mambo ya development, sasa Wakenya nao expectation iko juu sana. Sasa ukichaguliwa wanakungojea hapa kiapa na
maendeleo umefanya gani, umeanguka wapi na vitu kama hivyo. So inafanya mtu akuwe na kila mtu kuna motisha wa kufanya kazi. Na ni mzuri sana because hiyo ndio inafanya watu, hakuna mtu anasleki ama anacheza na shughuli. But ya muhimu ni kuangalia ni nini hiyo county ilikuwa inataka kufanya. Kama the priority ilikuwa sasa katseme Nairobi, sahii unaweza sema hata mambo ya fire response. Unaona whether kumsifu ama kutomsifu, kukiwa na moto, response ile ya time ya kufika na ambulance kufika, unaona imeimprove. Kuna area nyingine utaona maybe hapa tuko na shida, changamoto maybe barabara na lami ama kuzoa taka tuko na samulegevu, but hapa pengine unaona efficiency, mambo kama tulikuwa tunapeana leseni kama 10 ya fire, ya medical, ya nini, sasa iko maybe unified, so inakuwa rahisi kwa mfanyakazi, mtu anatafuta hiyo nini, so kuna both sides. So it's upon sasa the media ilete hizi vitu to the open, ndio mwananchi aweze kuangalia mpaka hapa niko sawa na huyu ambaye tulimpe kazi ama tuko tayari kubadilisha, na tunambadilisha kwa nini? So that isikuwe tu tunabadilisha kwa sababu wave imekuja. Tubadilishe mtu because tunaona kuna potential bila kuangalia chama sana, because once ukiingia hata mwenzangu atakwambia, once ukiingia pale bungeni ile nini vazi ya kuingia inakuwa the discussions ambazo ziko, unless mwekazwa sana lazima mchukue party position, usually unatumia akili yako. Unaona, ukiangalia yeye naona aje hii ningeona nifanye hivi, una consult na watu wako, unakuja unaweka mswada ambayo inafaa. So ya muhimu ni ku make sure watu wamehamasishwa, na this is the right year ya kuanza hii biashara ya kuongelesha wananchi, especially sasa wale the new young voters ambao wameingia maybe 18 to 22, 23 ambao 5 years ago hawakuwa na IDs, na wale wengine maybe walivote mara yao ya kwanza, waweze kuunderstand what it matter, nini ya maana sana kuangalia kwa kiongozi. Grace, ningependa kufahamu kutoka kwako kuhusiana na missed opportunities au fursa ambazo zimepotea, iwapo serikali ya kaunti ama ya kitaifa ingeweza kuangazia kwa mapana zaidi, ingesaidia kuwepo kwa maendeleo katika serikali za kaunti. Kwa kweli ukiangalia kuna mchakato ambao umekuwa, maanake tusisahau hata tukiitwa viongozi bado sisi wanasiasa. Na utapata mara nyingi kaunti zingine zinabidi zinaanza kucheza siasa badala ya maendeleo. Na utapata wengine kwa mara nyingi wanajificha kwenye vyama ambao tutaita the kingpins or the queenpins au maeneo ama clan. Kwa hivyo utapata mtu anaulizwa kazi, kwa mfano atapata anaulizwa kazi ya maendeleo eneo fulani, lakini akiuliza anasema watu ni wabaya, wanapiga huyu kiongozi wetu, huyu clan wetu, huyu ndio kiongozi wetu, ilhali unaulizwa mambo ambayo yanadhuru mwenye nchi aliyekupigia kura. Kwa hivyo hiyo ni changamoto moja. Changamoto ya pili ni kwamba ingekuwa rahisi sana kwenye sisi wanasiasa na viongozi, manake rais hata akija kule, kwa mfano aje kule Machakos na kwe ana mradi ambao umesaidia watu na aweze kufanya kazi kwa karibu na gavana ule wa Machakos, itakuwa kwa wananchi, kama mwenzangu amesema, kwa wananchi wataona kazi imefanywa. Manake wanajua pale hatukuwatuma mkawe marafiki, pale hatukuwatuma mkawe in-laws ama whatever the relationship is, tuliwatuma pale mkafanye kazi. Kwa hivyo mwananchi akipata maji kwake ni furaha zaidi. Bila shaka ataona kazi ya rais, ataona kazi ya gavana, wameweza kushikiana wakafanya kazi. Lakini kwa mara nyingi unapata jinsi ulivyosema, hizo siasa za clan za vyama na vitu kama hivyo vinadhuru sana maendeleo yetu ya nchi. Na pia tusisahau kitu mmoja napenda kusema, ni sisi wanasiasa kwa kimombo tutasema we are a creation of the electorate. Correct. Mimi nikija kama mwanasiasa nitakuja nione jamani hapa najaribu kutetea watu, lakini wananipinga, wanasema mimi napiga yule gavana ama napiga yule mbunge ama napiga rais. Sasa itabidi so hivi kuwatetea ni kupiga serikali, basi mbona nisiende niungane na ile serikali ambayo ifanyi kazi, bora mimi tu nipate ile changu kile ambacho kinanifaa mimi kama mwanasiasa. Kwa hivyo ni vizuri sana hata wakati tunakashifu wanasiasa, wapiga kura pia wajue
ni vyema waweze kuzingatia, na mara nyingi tunasema tafadhali wewe kama mwananchi jisome katiba yako. Hata kama unasoma katiba tini kubwa, angalia, tunaambia watu mara nyingi, angalia ChatGPT. Eza kuangalia jamani, kazi ya MCA ni gani? Kama MC unaona anafanya kazi ambayo ifai, ni vizuri umwambie hapana, kulingana na katiba kazi yako ni hii na hii. Kwa gavana kazi yako ni hii na hii kulingana na katiba. Kama ni mbunge, kuna zile websites ziko pale. Ni vizuri mtu anaangalia kwa mbunge ameweza kufanya kazi gani kwa zile pesa ambazo amekuwa akipewa kila mwaka. Kama ni rais, ni projects ngapi ambazo ameza kupatiwa. Kwa hivyo ni vyema tukiangalia, kwa kusema ugatuzi kwa sasa hivi naweza sema imekuwa 50-50. Kuna maendeleo ambayo kusema ukweli mimi kwa kwenye tumekulia kule mashinani tunaweza ona tofauti ya ugatuzi wakati kulikuwa na ugatuzi na sasa hivi wakati hakuwa na ugatuzi. Maana yake tumeona kuna maendeleo. Hospitali nyingi tunaweza sema kama level 4 zimeweza kufika kule mashinani, watu wengi hawaendi mbali. Kama ni wamama kujifungua inakuwa ni rahisi kufikia huduma za afya, inakuwa watoto pia mashule yameongezeka. Maana yake unaweza pata kama kwa ward yangu kulikuwa na mashule 4, sasa hivi ni mashule 15. Wow. Wow. Kwa hivyo unaona kwa kweli kwa ugatuzi umeweza kusaidia, lakini kwa kweli hatujafikia mahali tungekuwa tunazingatia maendeleo kama nchi, tungekuwa mbali sana. Tungekuwa na sasa pia mambo ya ufisadi, na pia sasa rafiki yangu amesema watu ambao wanafanya kazi kwenye county unapata wengi hawalipwi. Kuna ile ambayo tunaita pending bill, na hii pending bill ni kubwa sana. Maana ukipata pending bill ya 2 billion, 3 billion, 4 billion ina county, hizo ni hela nyingi sana. Inamaanisha watu wa hiyo county ambao walifanya kazi hapo tumeendelea kuwafanya maskini zaidi. Manake huyu mtu ukimlipa hiyo pesa inarudi bado kwa ile county. Inaendelea kuzunguka tu pale kwenye county. So inamaanisha inaendelea kusaidia watu kukua. Manake kitu moja ya ugatuzi ilikuwa kuinua Wakenya wote, si tu maendeleo, lakini kila Mkenya awe na hela kwenye mfuko wake kujiendeleza kimaisha. Kwa hivyo kwa sasa hivi naweza sema hatujafikia kuona matunda haswa ya ugatuzi. Kwa kweli tumepiga hatua, lakini hatujafika. Kuna hili swala ambalo wahudumu wa afya wamekuwa kigoma katika serikali za kaunti, na baadhi ya wale ambao tuliwaalika hapa studioni walikuwa wanahisi kwamba sekta ya afya japokuwa iligatuliwa, kuna majukumu mengine ambayo yangefaa kupelekwa katika serikali ya kitaifa. Sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana na hilo swala, na unahisi ni sekta zipi ambazo hazingefaa kugatuliwa? Kwa kweli kwenye afya naweza kubaliana. Pia tumekuwa na shida sana kwenye serikali kuu. Maana utapata kama kwa sasa hivi SHA, watasema SHA inalipa, but kwa kweli SHA ilipi 100%. Hiyo ni kweli, na rafiki yangu MC hapa atakubali. Maana mara nyingi tunaitwa kwenye harambe, unaambiwa kwa kweli SHA ililipa 30%. Sasa unapata tunashindwa, ni inalipa kama mchezo wa shika pata potea, wajua ni inalipa inazingatia nini kwa kweli. Kwa hivyo kuna hiyo changamoto, na pia la pili utapata SHA haiwezi kulipa mahospitali. Maana yake unajua mtu kwa kweli utaenda utibiwe, na ukishatibiwa utatoka bila kulipa chochote. Hivyo ndio SHA mara ya kwanza ilifanya. Sasa hivyo mahospitali nyingi zina deni kwa serikali kuu ambayo hawajaweza kurimit kwa zile hospitali. Kwa hivyo unapata wapiga kura ambao walitupigia kura wanaenda kwa zile hospitali wanaambiwa una SHA, sisi hatukuchukui. Manake SHA hata tukikutibu hawatulipi, wana deni yetu. Kwa hivyo unapata serikali nyingi zinadhoofika kwenye usaidizi wa wagonjwa, na hapo ndio unapata hata county haiwezi chukua hela zote ipeleke kwenye mahospitali. Manake hospitali si docket moja ambayo inahitajika kufanywa kazi pale county. Kwa hivyo unapata kuna huo mchangamoto wa hata zile pesa sisi ambazo tunaweza pitisha kwenye county kwa kweli zinaweza saidia kidogo, but haziwezi saidia kulingana na ile deni ambayo serikali kuu zile pesa za SHA hawajaweza kuziachilia kuja kwenye county. Kwa hivyo hapo ndio kumekuwa na serikali kuu ingekuwa ikiachilia zile hela, kama hiyo SHA ingekuwa ikifanya kazi jinsi inavyofaa kufanya, basi ungepata wafanyikazi wengi kwenye kule serikali za ugatuzi wenye wa afya, itakuwa rahisi sana pia kuendelea kuhudumia watu. Naam, asante sana kwa mchango huo. Chege Mwaura, sijui mchango wako pia ni upi kuhusiana na sekta ambazo
hazingefaa labda kugatuliwa, zingefaa kuachwa katika Bwana Kirubi, mimi ni naamini mambo ya devolution. Hakuna sekta ifai kuwa devolved because anything iko closer to mwananchi the better. Kunaweza kuwa na changamoto, kunaweza kuwa na teething problems, but tuna fix hizo problems tukisonga. Unaona sasa? Kwa sababu kama nitumie example hiyo unasema ya afya. Ni nini hiyo ilikuwa iwezi fanyika at the county level, the best thing inaweza kufanyika at the national level. Maybe standardization peke yake. Maybe vile kuna zile set standards that for kuna wale maafisa wa UHC yes, ambao waliidhinishwa mwaka 2019 yes, kipindi ambacho kulikuwa na corona. Yes. Ilikuwa chini ya utawala wa hayati Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta kunradhi, Rais Uhuru Kenyatta. Na wengi wao walikuwa wanalalamika kwamba hawajapatiwa permanent contract na contract ambayo wamepatiwa ni ina run kwa kipindi cha mwaka mmoja na huenda pia labda kukawa na changamoto katika serikali za kaunti kuwalipa pesa. Changamoto gani? Si kuna budget. You see, kama kuna njia kuna shida ya kuemploy inapeana na 1 year. Bado hata wakienda kule national government kutakuwa na the same challenge. Na kama hakuna hiyo challenge, hao workers ama hao wahudumu watafanya kazi wapi? So wanafanya kazi kwa mtandao mitaa. So shikilia hapo Chege. Kuna mtazamaji ambaye anapiga simu, Ezekiel kutoka maeneo ya Kitale. Ezekiel, mchango wako ni upi ama una swali kwa waheshimiwa ambao tumewalika hapa studioni? Hello? Hello TV47, hello? Ezekiel? Ezekiel, hello? Ni kama amepotea. Ezekiel arudi ajaribu tena. Nilikuwa nasema hivi, hata ukiwa daktari na ulikuwa upewe kazi na national government, bado utatibu watu at a certain local location. Hata kama ni Nairobi, utakuwa placed kwa hospitali fulani. The best person kusupervise wewe ni ule ambaye ako karibu na wewe. Ndio standard utendakazi uweze kuangaliwa kwa maana na kwa makini. Kama county haiwezi kama county iko na shida ya kuemploy daktari, ati sasa tuseme kama Nairobi, ati watu wanataka kutibiwa wanaenda county ya Machakos ama Kiambu na walipe huko, ni kuangusha Nairobi. So Nairobi inafaa kuwa imebuild system zake ndio iweze kwanza kushughulikia watu wake. Unaona? Na kama hatuwezi, basi kama Machakos inaweza, basi iachiwe ifanye. Lakini si kuturudisha national. In fact, for me, gatuzi inafaa kuwa inaongezeka. Tukiendelea after like 20 years, tunaangalia nini ingine tunafaa tena tupatie counties. Unaona? So that service, the more watu wanaweza kupata wewe karibu. Mheshimiwa atakwambia hapa, zile shida ako nazo na ile touch ako nayo na wananchi wale wamemchagua iko kwa karibu sana kuliko anyone juu yake. Kwa sababu wale kuanzia mbunge ameenda Nairobi. Huyu anaishi kwa hiyo location, anaishi kwa hiyo ward. Akiambiwa ile hospitali ifanye, anaweza fika hapo angalie ukweli inafanya ama haifanyi. Kama kuna area ambayo naonaga imezembea kidogo inaitwa extension officers. Agriculture ambayo imeshikilia backbone ya hii country. The biggest gap ni ile sasa serikali kuje isaidie mkulima, so that kama alikuwa anatumia njia za zamani, kuna ule mtu anakuja kuwasaidia kuinua kilimo yao. Huyo mtu sasa unataka kuniambia ataenda kuangaliliwa kutoka Nairobi? Unaona? Sasa huyu kama anaenjoy watu ama analeta zile maybe vile nasikia kuna subsidized fertilizer, anaenda kupeana the wrong ones ama sijui nini. Wanafaa kujua ni Kirobi, na Kirobi anaishi pale ama ni ile county. Huyu tunataka atolewe, afukuzwe, mweke. Watu siku hizo wamesoma. Kazi ziko nadra. Watu wako tayari kufanya ile kazi ambayo inafaa kufanyika pale. So for me, I believe in devolution. Devolution inafaa iongezwe nguvu, ama vile watu wa Sheng wanasema siku hizi mawe iongezewe hapo, mawe iongezwe ndio kazi iweze kufanyika vile inafaa. Lakini mbona kumekuwa hapo na mgongano kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti? Mvutano hasa umekuwa ni wapi? Kwa sekta gani?
kumekuwa na mvutano kwa sababu kitambo magavana walikuwa wanalalamika kwamba pesa zilikuwa zinachelewa. Juzi hata sasa mpaka sasa hivi pesa lakini pesa zimeongezwa 428. Yes, kuongeza zinaongezwa but zinafika on time. Unaona? So kuna hiyo gap ya kukosa kufika on time, then kuna problem. Unaona? So changamoto haiko pande moja, lakini pia Senate ina accuse governors kwa matumizi mabaya ya fedha. Yes. Pia hiyo iko. Yeah, because at the end of the day kama uliamua ufanye kazi fulani na umesema utaweza kufanya hii kazi kwa kiasi fulani cha pesa, alafu kufanya hivyo umetumia mara 10, unafaa ulizwe maswali. Sasa Senate ikikuita ama county assemblies tuko na public accounts committee. Kwanza ya Nairobi mimi ndio mwenyekiti. Tunakuita hapo tunakuuliza kwa nini hii kandarasi ulipeana hivi ama hii project kwa nini iendelee na pesa umepata. Kwa nini hutaki kuimaliza, unataka kuanza project nyingine? The best person ni ule ambaye ako karibu na wewe, ule ambaye anaona shida. I can give you a good example. Mama Lucy Hospital iko na a wing imekuwa ikitengenezwa for the last 4 or 5, ilikuwa yote mingine sasa bado inaendelea. Itake kama 4 years bado. Ikienda imalizwe, the pressure itatoa from Kenyatta in terms of wauguzi na iweze kuchukua itakuwa mara 2 ya ile capacity ambayo iko. Unaona? So hiyo inafaa isukumwe sana ndio project ishe, itaongeza kama 100 and something beds more than ile ilikuwa pale. So which means better access, watu wa Sukumani. Now hiyo tukiangalia ni pande moja, na wale na wale wataandikwa kazi hapo from cleaners to doctors to so si kuangalia tu pande moja. So hiyo project ikiisha inafungua makazi, inafungua uchumi kwa njia fulani na inasaidia matibabu. Wale walikuwa congested, imefunguka sasa, it is no longer congested. So hapo tunafaa kuangalia kwa pande zote. Na sisemi hakuna uzembe hapa na pale. That's why Senate, that's why Public Accounts Committee, that's why assembly ziko, so that yeye kuangalia hapa kuna makosa ama kuna kuzembea na iweze kuchannel. National government vile vile. Unaona? Kuna zile hospitali zile ni national kama Kenyatta, kama level 6 basically kwenda juu. Sasa national government deal na level 6. Yeah? Tukifika mahali pengine then level 6 zirun kama parastatal. Iacho Iran peke yake procure its own businesses, ichukue kama ina claims na ifanye claims zao, wafanye. Serikali inafaa kwa tunawapatia kitu cha pesa kuweza kuimprove the nini yao better. And that watu ukiangalia kwa university same thing. Wacha, the more you do independent businesses, the more inakuwa rahisi hata business, because parastatal ni business only that inaoniwa na serikali. Ukiacha watu wakimbie kivyao, wanakimbia zaidi. Ukiacha Grace hapa mheshimiwa angalie ward yake, umesikia sijui shule zilikuwa 4, sasa anakuambia ni 15 zimeongezeka. Unaona? Sasa anaweza quantify ilikuwa hivi, sasa inaona hivi. Sasa area nyingine achukue maybe hospitali ilikuwa ndogo, sasa tumeongeza wing whatever. Vitu hiyo inamaanisha wale watoto walikuwa na shule ilikuwa mbali kutoka kwao, sasa hii imekuwa karibu. Those kinds of things. Ndio ni maendeleo, because maendeleo si tu barabara, si stima peke yake, ni pia human development. Naam. Yeah. Asante sana kwa mchango huo Chege. Nikirejea kwako Grace, tumebakisha dakika kama 4 hivi. Kuhusiana na hili swala la electronic system ya ukusanyaji wa ushuru katika serikali za kaunti, kwa sababu hili ni swala pia mwaka mmoja iliyopita tume ya EACC ilikuwa inalalamika. Matatizo yako wapi? Mbona watu wanakwepa katika ulipaji ushuru serikali za kaunti? Kwa kweli kuna shida kwenye kukusanya ushuru. La kwanza utapata tunapenda sana kulaumu waheshimiwa, lakini utapata kwa mara nyingi kama mheshimiwa unataka kwa kweli kuwa na haki ya kukusanya ile ushuru, na ushuru iko under kwenye county, iko under Finance and Revenue Ministry, na mara nyingi aliyeajiriwa pale utapata atakuja, kama kwa mfano utasema ni kuna ile tunaitanga Finance Act kwenye county, atamwambia hapo unafaa kulipa 1,000, lakini usilipe 1,000. Lipa 500. Kwa hivyo mara nyingi utapata hata ule Mkenya ambaye analipa ile 500 ajui kwamba pia yeye anajibia.
Manake ile revenue ya kwanza inafaa kuja kukusaidia wewe kwenye mabarabara, kwenye hospitali, manake hiyo ndio ushuru ambao tunakuja kusaidia kufanya kazi nayo. Jambo la kwanza ni hilo. La pili, pia utapata kwa samahani, kwa mara nyingi utapata magavana hapo ni kidonda sana. Hawapendi pakiguswa. Hawapendi kwa kiguswa. Kwa mfano utapata kaunti zingine ile system ni kitu ambacho gavana kwa mfano anaweza kuwa ni yeye ndio mwenye hiyo system ambayo inakusanya zile hela za revenue. Kwa hivyo unapata kwa kweli hela zinaingia, na hata ukiangalia kama mwanahabari mtaangalia kumekuwa na mvuta sikuvute wa kaunti nyingi sana kupitia kwenye finance revenue collection. Hapo ndo utapata gavana hiyo system ni yake. Na pale hata ukienda kwenye county kuna hiyo committee ambayo tutaita ni ya finance committee. Mara nyingi unaweza pata wakiuliza nani ambaye amesimamia nani ni nani ambaye mlimpa hii fursa ya kukusanya ushuru wetu. Kwa hivyo unapata ni kitu ambacho magavana hawapendi kukua sawa nayo. Na hata ukiangalia kwenye Senate wanavutana sana na maseneta. Manake zile hela ambazo zinachukuliwa kule kwenye county kwa kweli tulidevolve. Na tukidevolve inamaanisha ni rahisi sana hata kwenda kule mashinani. Ule mama ambaye ana duka tu lake pale moja ni rahisi sana kuchukua ushuru kuliko serikali kukusanya zile ushuru. Kwa hivyo ni kidonda chungu sana ambacho magavana hawapendi. Hata mara nyingi utapata MCAs na magavana wanavutana. Manake uwazi au takikani kujulikana tumekusanya pesa ngapi. Na hata ukiangalia kaunti nyingi zile hela ambazo walikusanya 2013 zinaenda zikifungua ilhali zinafaa kwenda zikikua. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwa kweli kama sisi county ama wawakilishi ward kama MCA ni vizuri sana ku call out the governors, maana hiyo ndio kazi yetu, kuwa oversight, kujua mbona ushuru wetu unaenda chini, unaenda ukididimia badala uende ukiongezeka, ndio watu waweze kupata. Na sasa hapo kwa hiyo revenue collection, hapo ndio sasa tunapewa ile inaitwa revenue share. Maana utapewa kama umeweza kukusanya bilioni 2, hapo ndio serikali kuitaangalia amekusanya revenue 2, basi tutaongezea kiasi hiki, kiasi fulani. Tukimalizia Chege Mwaura kwa dakika moja, muda wangu umekimbia. Serikali ya kaunti ya Nairobi pia imekuwa na matatizo kama hayo. Pendekezo lako ni gani? Kwa sababu pia tume ya EACC imekuwa ikilalamika. Wacha tu tuseme ni concerted effort. Wananchi pia wajue ni muhimu wafuatilie. Kama sahi for example all services za county zinafaa kulipwa through pay bill. Sasa unapata tulikuwa jana nilikuwa mkutano huko na gavana na traders wengine wanasema hakuna mtu anataka kufanya ile star 647 sijui nini. Afadhali apatie ule officer aende akicollect alafu wanamwambia wewe enda utujazie. Unaona? Na ilhali unaweza fanya directly kwa simu yako. So how sure are you akicollect kwa watu 100 anaenda kuzifeed zote 100? Unaona? So those are the, hata sasa mwananchi pia yako na jukumu ya kusukuma ndio revenue ingie vile inafaa. Once umetoa ushuru ni haki yako kusukumiwa development service. Sasa unaweza itisha service. So inafaa ni pande zote. Na hii masomo haikuji pole haraka. Pia mwananchi yako na pati yake ya kusoma, sisi ambao tuko uongozini tuna learn pia hivyo. So ni process ambayo inaendelea ikisonga, development inakujaga haikuji haraka hivyo, but development ya processes inaendelea inaimarika na watu waendelee kwa wanajua majukumu yao ni gani. Na pia wakati ukifika mnaangalia maadili, mnaangalia mtu ambaye mnachagua anakaa namna gani, ako na capacity inakaaje, anaweza kazi, haezi, track record yake iko vipi, iko namna gani. Asante sana kwa mchango huo. Umetoa jambo komavu sana Chege Mwaura, mwakilishi wa wadi eneo la Ngara katika kaunti ya Nairobi. Asante sana kufika studio za TV47 na asante sana Grace Bahati maarufu kama Zora, mwakilishi wa wadi katika maeneo ya Cheleni katika kaunti ya Machakos. Shukrani dhati kwa muda wenu. Asante sana mtazamaji. Kufikia hapo mimi sina la ziada. Dakika 21 zimekatika baada ya saa 2 kamili saa za Afrika Mashariki. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirono.